Lakini pia ukihitaji mambo mengine kuhusiana na jambo la kisaikolojia pamoja na mambo ya kielimu pia kisaikolojia, tutaongea kwa wale ambao ni wanachuo. Wanachuo wengi, asilimia kubwa, wamekuwa wakiteswa na vitu mbalimbali. Tunaweza tukatatua changamoto zako kwa upande mwingine kwa kupiga simu au kwa SMS pia. Tukiangalia wanachuo wengi, asilimia kubwa, wanaume pia na wanawake, wamekuwa wakifa vifo mbalimbali. Ukiangalia wengine wanakufa kwa sababu ya hisia za kimapenzi, wanashindwa kujua ya kwamba ni namna gani ya kuzikontrol hisia, ambapo Biblia inasema ukaweze kumanage mwili wako, ambapo mwili wako we mwenyewe kumanage haiwezekani, inahitajika nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, unapokuwa ukinitazama, nadhani kuna vitu vingi unaweza kupata katika channel hii, ambapo tutaenda kuangalia pia katika mambo ya uchumi. Uchumi tutaenda kuangalia njia mbalimbali, ambapo watu wengi wamejua kwamba uchumi unapatikana kwa shetani tu. Yuko Mungu aliyesema, nimewapa vitu vyote kwenda kuvitiisha. Amesema, enendeni mkazaliane, mkaijaze nchi na kuitiisha. Kuitiisha ni kufanyeje? Tutajifunza namna nyingi. Chochea kalama yako. Una kitu ndani yako. Mungu ameweka kitu ndani yako. Chochea kalama yako. Mungu ameweka kitu ndani yako. Unaponitazama, jua Mungu ameweka kitu ndani yako. Chochea kalama yako uweze kufanya kazi. Mungu hakumuumba mwanadamu ili ateseke, bali alimuumba mwanadamu akampa kila kitu. Ila inatakiwa tumie saikolojia yako, akili yako kwa ajili ya kuweza kutambua ni nini Mungu anahitaji atende katika maisha yako. Nadhani tumeshafahamiana. Chris Elikana jina la usanii, lakini unaweza kunitambua pia kwa Christopher Samuel Elikana, tukaweza kufahamiana zaidi katika channel hii ya kwamba yuko Mungu mwenye uweza. Nadhani wengi wanasumbuliwa kisaikolojia, lakini unaweza ukawa una fedha nyingi, una mali, lakini kisaikolojia uko vizuri, ni sawa na bure. Una pesa nyingi, ni bilionea, lakini ukirudi nyumbani kwako familia haikaliki. Yesu yuko anahitaji kutatua changamoto zako. Umekuwa ni mlevi kwa muda mrefu, lakini unahitaji Yesu akukomboe. Uko katika giza, iko nuru iwezayo kuokoa maisha yako. Umekuwa ni kahaba, labda unayenitazama umekuwa ni kahaba kwa muda mrefu, lakini Yesu anahitaji akutoe katika changamoto yako. Mwangalie yule Mariamu ambaye alikuwa ni kahaba na watu walikuwa wameshamjua ni kahaba, lakini Yesu aliweza kumpokea na kumsamehe dhambi zake. Akamnunulia marihamu nzuri sana, Yesu Kristo akaweza kutumia. Yesu alipakwa miguuni pake, lakini akafutwa kwa nywele za yule kahaba. Yesu anaita watu wote, uwe maskini, uwe tajiri, uwe na matatizo mbalimbali, uwe ni mtu ambaye umetengwa na jamii, Yesu anakuita atatue shida zako. Nami ni ndugu yangu, katika channel hii utaweza kujifunza mambo mengi. Mwambie na watu wengine ya kwamba yuko Yesu awezaye kutatua changamoto zako. Lakini katika channel hii utakutana na nyimbo mbalimbali. Kuna nyimbo za kukutia moyo zitakuwa zinaingia katika nyakati tofauti tofauti kupitia channel hii. Chris Elikana ambaye ni msanii ameanza kwa sasa, anahitaji uweze kutatua changamoto zako, lakini kutatua changamoto zako ni kupitia nguvu ya Yesu Kristo awezaye kubadilisha maisha yako. Ndugu yangu, nadhani tabasamu la furaha itakuja katika maisha yako. Kama ulikuwa na huzuni, ulikuwa elewani na ndugu zako, katika familia yenu, ulikuwa elewani na jamaa zako, ulikuwa elewani na rafiki zako, mama yako, na hata watu ambao unasoma nao, kama ni mwanachuo au ni mwanafunzi wa sekondari, Yesu anahitaji kutatua changamoto zako. Uwe mama, uwe baba, ndoa haieleweki, Yesu anahitaji atatue changamoto zako. Anasema yeye ni kichwa cha familia. Familia ilianzishwa na nani? Tumtafute yeye aliyeanzisha familia. Naamini mpendwa, utashuhudia mambo mbalimbali, lakini na shuhuda mbalimbali tutaweza kuzipokea ya kwamba yuko Yesu awezaye kuokoa maisha yako. Yuko Yesu awezaye kutatua changamoto zako. Yuko Yesu awezaye shuka katika familia yako. Yuko Yesu awezaye shuka katika uchumi wako. Yuko Yesu awezaye kuokoa kile kilichopotea. Alisimamisha upepo katika bahari. Zoruba, ninajua ni changamoto inayokukumba katika maisha yako, lakini yuko Yesu awezaye kuinua mkono wake na pakawa shwari. Uelewani na wafanyakazi wenzako katika eneo la kazi. Iwe ni kijana umekata tamaa katika maisha, yuko Yesu Kristo. Endelea kufuatilia channel hii, utakuwa unapata vitu vingi
ambavyo tutakuwa tunajifunza na masomo mbalimbali tutakuwa tunajifunza kupitia chaneli hii. Ndugu yangu, yuko Yesu, yuko Yesu. Mpatie maisha yako, mpatie maisha yako. Ukiwa unaimba wimbo wa taratibu sana, unasema ya kwamba karibu zaidi, e Mungu wangu, karibu na wewe, nilalapo niwe karibu na wewe. Lakini kuna wimbo unasema twae wangu uzima, sadaka ya daima. Yesu atakuongoza. Alimwaga damu yake, alitoa maisha yake, na leo hii anahitaji mpatie maisha yako. Changamoto zako mpe yeye, anaweza akakutatulia changamoto zako. Naamini ndugu yangu, hivi sasa unapokuwa ukisikiliza, kama unahitaji ubatizo, unaweza kuhudhuria katika kanisa lolote lile, unaweza ukaenda ukabatizwa, ukamkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Unapokuwa ukifuatilia chaneli hii, wajulishe na ndugu zako, rafiki zako ambao wanakutana changamoto mbalimbali. Unaweza kuwa ni dada au kaka, mjulishe Yesu, mjulishe Yesu. Usikate tamaa, liko jina la Yesu liweza kubadilisha maisha ya watu. Katika siku ya leo, unapokuwa ukiamka, mwambie Yesu, Yesu, nakupa njia zangu zote. Yesu, nakukabidhi maisha yangu. Yesu, nakukabidhi masomo yangu, nakukabidhi kila kitu. Yesu ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote, ana huruma kwa watoto wake. Mungu akubariki sana, mtumishi wa Bwana. Amina.